Tukielekea kule kaunti ya Kakamega ni kwamba huzuni na simanzi zimetanda katika kijiji cha Shavayuni, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, baada ya msichana mmoja wa miaka 10 kudaiwa kunajisiwa kabla ya kuuawa kikatili. Mwili wa mwanafunzi huyo wa gredi ya 5 ulipatikana ndani ya shimo la choo kisichotumika siku 2 baada ya kuripotiwa kutoweka. Mama yake mzazi Emily Imbai anadai binti yake alitekwa nyara na mwanaume anayefahamika kijijini humo usiku wa Jumamosi, na licha ya kuripoti anadai kuwa hakuna hatua iliyochukuliwa kwa mshukiwa hadi pale mwili wa mwanawe ulipopatikana. Tukio hilo limezua hasira miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wanadai baadhi ya viongozi wa utawala wamezembea kazini. Kamanda wa polisi wa Shinyalu Daniel Mukumbi amedhibitisha kisa hicho. Tutaona ni nini. Kuchungulia ndio kupata mtoto hapo ndani. Amerepiwa, amefanywa kila kitu, amenyongwa, amefungwa, amevunjwa hata mikono, hata miguu, hata shingo na akarusha. Jirani mmoja ndiye alikuja akanipigia simu saa 4. Mtoto wangu ameuawa na ametupwa ndani ya choo. Na amerepiwa, amedungwa hata hizi miguu, kila mahali, hata mikono zimevunjwa. Huyu mtoto mwenye amefanya hivi tuko ni mtoto wa nyumba 10. Hako tu hapa, hata si mbali, ni jirani yetu hapa. Ameficha mtoto mpaka the last minute. Tukienda mochari ndiye anamtoa akimpeleka. Ukienda kwa chifu anakurudisha kwa mzee wa mtaa. Mzee wa mtaa anakurudisha kwa chifu. Sasa tutasaidika aje? Hapa Shinyalu watu wanahangaika, mauaji imekuwa mingi, mambo imekuwa mingi. Wamama hatuna amani. Wamama wako hapa wana wazee. Mbona vyao vijana wadogo wasiende huko? Kama mmeshindwa na serikali kufanya kazi, tu exchangewe. Haki itendeke. Hatuwezi endelea kukaa na watu namna hii katika kijiji. Tunahofia watoto wetu. Tuko na watoto tunahofia watakuwa namna gani? Na alikuwa amesemekana amepotea, lakini alikuja akapatikana mwili wake ukiwa umewekwa kwa choo. Hiyo ni baada ya yeye kunajisiwa. Tumefuatia hiyo maneno madai mpaka tukapata mshukiwa ambaye anaitwa Frederick Ligongono, ambaye tuliweza kumshika jana. Wito wangu ni kwa wazazi wasingatie malezi mazuri kwa watoto na wafuatie jinsi watoto wanaishi ili tu avoid mambo mingi.